tushawishi tujue ya kwamba wakati wowote unakuja kuchukua bibi harusi. Tujalie Baba tuweze kujitolea vikamilifu. Mungu wetu, tuomba neema yako na damu yako izidi kutufunika. Mtakatifu, anza nasi hadi tamati. Asante Mwokozi. Akabidhi kila jambo mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu akatamalaki. Asante Baba. Tuamini kwamba umetusikia. Katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Kabla hatujakaa, wacha tusome andiko katika Petero wa pili mlango wa 3. 2 Peter chapter 3 verse 1. Petero wa pili mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza tutasoma mpaka mstari wa 7 pale. Maandiko mengine ni marefu, nitasoma tukiwa tumeketi. Basi nitasoma kwa uwezo wa Bwana. 2 Peter chapter 3 verse 1 to 7. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikiao ninyi kabla katika zote mbili naziamsha nia zenu safi, kwa kuwakumbusha mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuweko mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji katika kwa neno lilo hilo. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Mungu alibariki neno lake. Amen. Tunaweza kuketi wapenzi? Okay, nitaweza kusoma pia Ufunuo, hiyo kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo mlango wa 21 kuanzia mstari wa Ufunuo mlango wa 21 tutasoma kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amin na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Mungu alibariki neno lake. Amen. Praise God. Amen.
Bwana wabariki sana. Amen. Ninaamini kwamba tuko tunazungumza, okay, ule ubao tulikuwa tumeweka hapa, lakini kidogo ilikuwa inazuia mambo, kwa sababu iko inanakiliwa na iweze kurushwa. Sasa kidogo ileta hitilafu, sasa tukaiweka pale, lakini wakati mwingine kama itahitajika tutairudisha tu huko. Somo ambalo tuko tunajifunza juu yake ni makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana harusi wa mbinguni akiwa ni Yesu Kristo, bibi harusi wa duniani akiwa mimi na wewe. Bwana wabariki sana. Amen. Sisi tunaitwa bibi harusi wa Kristo. Kristo karibu atakuja kuchukua bibi harusi wake. Kama unaweza kukumbuka kile kilichotendeka pale msalabani, ni nini iliyosababisha mpaka Kristo aende auawe? Kwa nini? Haikuwa bure. Alikuwa anamkomboa bibi harusi wake. Mungu awabariki sana. Amen. Hiyo damu alimwaga kwa sababu yako na mimi. Kwa hivyo dada mandugu, usijaribu kufanya mchezo. Kama mtu alijitolea akafa pale msalabani kwa sababu yako na kwa sababu yako, alafu sasa hivi wewe unataka kujirembesha duniani, uchukue mitindo ya ulimwengu badala ya kuchukua neno la Mungu, unafikiri mwisho itakuwaje? Huyo aliyekuja akafa kwa sababu yako atasimama mbele yako, na pale hapata kuwa na ujanja. Ndugu zangu, hakuna. Tupende tusipende, tutamaliza na Kristo. Hivyo ndivyo maandiko inasema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Praise God. Amen. Sasa hakuna mchezo. Okay, tunaweza endelea kufanya yenye tunafanya, tunaweza kudharau neno la Mungu tu. Ndugu zangu, ninahuzunika sana ninapoona mtu anakuja anafika kwa neno la Mungu, anaona tu neno la Mungu linakataza kitu na anaenda kwa kiburi chake anafanya. Ni huruma kubwa sana. Na unaona huyo aliyekukomboa alilia msalabani akisema, jamani, hii maumivu yote, akisema Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Ikiwa anakukomboa wewe utoke katika maasi ya ulimwengu na unasikia na unaenda kutenda kwa kiburi, sawa, haina shida. Kama una nguvu kuliko yake, sawa, endelea. Lakini kama unajua na nguvu kuliko zako, ni vizuri kuvunjika. Ndugu zangu, tuachane na mambo ya ulimwengu. Hivi vitu tulivipata na tutaviacha, na itafika wakati vitatoweka. Hakuna kitu kitabaki. Ndugu zangu, tumesoma maandiko katika Petro, tunaambiwa ya kwamba mbingu ya zamani na nchi ya zamani iligharikishwa kwa maji, lakini mbingu ya sasa na nchi ya sasa imewekwa akiba. Kwa nini? Kwa moto. Ndugu zangu, moto huko unakuja. Hii si story, ni ukweli. Tumesoma hapa katika Ufunuo, Yohana alisikia Mungu akimwambia andika hayo mambo kwamba ni amin na kweli, ni mambo yanaenda tukia. Tukatae tusikatae. Amen. So Mungu atusaidie ndugu zangu, tuone Mungu haka anasema kitu gani. Si kanisa, si mchungaji, hapana. Maandiko inasema nini? Kama tutaweza kuzingatia hayo, tutakuwa tuko mahali pazuri. Lakini kama tutapuuza neno la Mungu ati kwa sababu ya mambo ya ulimwengu, sawa, tutakutana naye. Yeye aliumba hivi vitu vyote ndugu zangu. Wakati Mungu anafanya kitu tu anatetemesha kwa ulimwengu hivi, watu wanakufa, watu wanaangamia. Mungu awabariki sana. Amen. Na sasa moto ikija, na anasema itakuja dunia mzima, hakuna mahali itabaki, hakuna mahali utakimbilia. Moto itanyesha kutoka mbinguni kama mvua, na kila kitu chenye dhambi itatoweka. Hata hii bahari mnaona, hii maji haitakuwepo. Biblia inasema ya kwamba itachoma moto, itaomba kama maji itaruka juu na inapotea kabisa. Dunia itabaki smart kwa sababu dhambi imejaa katika dunia hii, na moto inakuja kumaliza ujinga ya hii ulimwengu. Watu wamejifanya werevu sana, wakidhani ya kwamba wanaweza kumpumbaza Mungu. Mungu hapumbaziki. Sisi ndio wapumbavu bwana. Mungu bila alinena neno lake alimaliza. Na mahali imefika tunanena ukweli. Tuambie watu tu ukweli bwana. Hata kama itakuwa uchungu, chukua ama kataa. Hakuna vile tutabembelezana, hakuna vile tutapatana bwana. Mara nyingi nimeambia kwamba hatuja hapa biashara. Hatuja hapa kuonana sisi kwa sisi. Tunakuja hapa
neno la Mungu litusaidie, ituondolee ghasia za ulimwengu, tuweze kuwa watakatifu, tungoje kurudi kwa Bwana. Mungu awabariki sana. Na kama kuna biashara, unajua kuna watu walikuja hapa wakidhani hapa kuna biashara. Hakuna biashara hapa. Hakuna. Kama unafikiria kuna biashara hapa, hakuna. Hapa tunataka tubadilike. Hapa tunamtaka Mungu, hatutaki shetani. Hivyo tu. Sababu maandiko yanatuambia kwamba moto inafanya nini? Inakuja. Kuna pata nataka niwasomee hapa ambayo itatusaidia. Mungu awabariki sana. Itatusaidia. Tuone haya mambo yanaenda namna gani. Unajua ni vizuri tuelewe ni nini itatokea kwanza, alafu baadaye, alafu nini tena? Nafikiri hiyo itatusaidia sana sana sana. Itatusaidia sana. Kuna kitu nataka niwasomee hapa ili itupatie mwelekeo kiasi. Kama hii nitaweza kupata. Kitu nataka nipate hapa, kama itafichana ni sawa tu. Hapo tuko katika vita, na ni sharti huyu shetani tumpige vita, tumsukume mbali kabisa. Kuna pattern ambayo nabii aliweka hapa, nataka tuipate. Kama nitaipata kweli. Ati unataka kitu unaona. Okay, nimeipata. Nataka msikize vizuri. Unajua vile tuko tunaishi duniani, usijipumbaze ya kwamba tutaishi tu milele. Hapana. Hapana. Hata kabla hatujaingia kwa neno la Mungu, ndugu yangu, elewa hivi. Kuna watu tumekuwa nao na hawapo saizi. Tunaondoka tukienda tukizika watu. Ukishuhudia. Swali ni hili. Huyu mtu baada ya kuzikwa anaenda wapi? Na unajua itakufikia, unajua wewe usizikenga watu bila hata kuzika. Watakuzika. Iko siku utakufa na watakuzika tu. Lakini swali ni hili, utaenda wapi? Mungu awabariki sana. Hebu sikiza hapa kidogo uone vile nabii amepanga hapa mama. Kuna mtu alikuwa anauliza swali. Alikuwa anauliza swali kwamba the church age ending and it has blacked out. The bride is called, we have already entered into the tribulational period. Alikuwa anauliza, rika ya kanisa imekwisha? Na sasa mambo imekuwa giza na hata tumeingia katika dhiki kuu. Tuone nabii anajibu nini. Anasema no. Anasema la. I wished that I could just have more time on that. Ningekuwa na wakati kuhusu hilo. See, unaona? The bride, when she is taken from the church, bibi harusi atakapotolewa kanisani, then the church age will cease. Ndipo rika ya kanisa itafika mwisho. Mungu awabariki sana. Nafikiri kwa wale tulianza hii somo mnajua. Sina mna hivyo. Tuna rika ngapi za watu wa mataifa? Rika 7. Sawa. Sisi tuko katika rika gani? Ya 7, ambayo ni ya baada ya hii hatuna rika ingine. Baada ya hii tunatazamia kuja kwa Kristo. Rika zinakoma. Mambo ya utaratibu wa ulimwengu inakwisha. Hii mambo ya utawala wa kidunia, wa kimapresident na kadhalika inakoma. Tunaenda kuwa na Kristo ndiye atakuwa mtawala. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Pekee. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Hii itakoma ndugu yangu. Na anasema baada ya Kristo kuja kuchukua bibi harusi. Sasa mambo inaharibika. Inaharibika aje? Anasema ya kwamba Laodicea goes into chaos. Sasa rika ya Laodicea inaingia katika mchafuko. Unajua saa hii tuko tunalia hali imeharibika, lakini haijaharibika. Ndugu yangu, waacha Kristo akuja achukue bibi harusi, ndio mtaona ile hali itakuwepo. The bride goes to glory. Bibi harusi anaenda utukufuni. And the tribulation period sets in upon the sleeping virgin for 3.5 years while Israel is getting its prophecy. Mungu awabariki sana. Amen. Bibi harusi anachukuliwa anapelekwa katika chumba cha kifalme kule juu mbinguni. Halafu hiyo dhiki kuu inaingia kwa bibi harusi mjinga. Watoto wa Mungu ambao ni wapumbavu. Wanajua neno la Mungu, lakini unashindwa kuelewa ni nini mbaya. Yaani mtu anakaa tu ana uvivu. Mungu awabariki sana. Lakini si kwamba ni mtoto wa shetani, ni mtoto wa Mungu. Sasa maandiko inasema atalipia kwa hiyo upumbavu wake. Ni mtoto wa Mungu sawa, si kwamba ataangamia.
ataenda mbinguni, lakini kabla aende, anaenda pitia kwa uchungu. Watu wanaenda chinjwa, ndugu yangu. Si story, it is true, it is going to happen. Inaenda fanyika. Tukubali, tusikubali. Inaenda fanya nini? Fanyika. Ilinenwa na inaenda fanyika. Hata hii kanisa itafungwa. Hatutahubiri hapa, hautakuja hapa mpaka ukubali mambo ya dini. Sababu popa atashikana na dini zote na watatoa amri. Waseme mpaka mtafanya vile tunafanya ndio muabudu. La sivyo itafungwa. Na wakikukuta hata mhubiri ukiombea mgonjwa unawekwa risasi. Haitakuwa mchezo. Mambo itakuwa imeharibika. Sababu shetani lengo lake alikuwa aje na bibi harusi. Lakini bibi harusi alipochomolewa akaenda mbinguni, anarudi anasema ameenda. Na anarudi sasa kwa hao wapumbavu. Watu ambao wamesikia neno la Mungu na wanaendelea kujipendeza na mambo ya ulimwengu. Na ni watoto wa Mungu. Anakuja kanisani bila anavyopenda. Anaweza kuja ama asikuje. Na ni mtoto wa Mungu. Nini nafanya hiyo? Ni upumbavu ambaye hapo nao. Sasa kile kitafanyika kwa sababu ni mtoto wa Mungu na alifanya mchezo, anaenda lipia. Kulipia vipi? Baada ya biharusi kwenda, sasa dhiki kuitamuka. Na wakati yeye atagundua, kwa sababu vile tuko hapa si tunajua kwamba bibi harusi anatakana nyakuliwe. Na si hata wewe unajua wewe ni bibi harusi. Lakini utakapoona wengine hawako, unakimbia kwa unapata si ndugu plana yuko. Ndugu yeye wazo inakuja nasema wameenda jamani. Basi na Mungu anateremsha sasa ujasiri ndani mwako. Wakija wakisema utakubali sheria zangu, unasema sitaki. Sitaki. Utakubali. Wataweka hapo kidole, wakate hii kidole moja. Nasema unakubali ama hapana? Nasema sitaki. Wakate mkono hiyo. Unakubali ama hapana? Sitaki. Basi wanaweka kisu. Mambo hivyo yanaenda kutendeka. Si kwamba mchezo. Sasa kama neno la Mungu limesema, chukua hilo neno. Ishi vile neno linasema. Wakikukataza kitu fulani, waachana bwana. Yaani sasa unataka kufanya hiki kitu ili umpendeze nani? Nashangaa sana ndugu zangu. Hata ukisomea mtu maandiko, mtu anasema wanatufinyilia. Nani anakufinyilia? Nani? We are reading from the Bible. Tuko tunasoma kutoka Biblia ndugu. Hakuna mtu anakufinyilia hapa. Hata mimi nafinyiliwa na hilo neno. Niishi vile neno hilo linasema. Yes. Na kama sitaki, wacha ingia kwa raha yako. Hakuna shida. Utakuja gundua hiyo raha itakuwa shida. Sasa hiyo unaona ni raha, lakini itakapobadilika, ndugu yangu, itakuwa shida. Mungu atusaidie sana. Anasema hiyo dhiki kuu itakapoingia, ianze kung'ang'ana na hawa bibi harusi wajinga wa uwawe. Alafu anasema kwa hiyo miaka ngapi? 3.5. Na wakati dhiki inafanyika kwa bibi harusi mjinga, bibi harusi kamili ambaye alikubali neno, ako utukufu katika chumba cha kifalme. Amekaa. Anafanya nini? Anakula. Kwa hiyo miaka ngapi? 3. Kukula. Hiyo ni kukula ndugu yangu. Kwa meza ya harusi. Kwa sababu alipata tabu. Alikubali kutukanwa. Hiyo ndio sababu nataka niwaambie ndugu zangu. Kama unatukanwa, mbona unaona mbaya? Mbona unaona mbaya? Yaani mtu akimtoa sema, unanichafua. Unasema mimi ni mwizi. Utasema. Praise God. Bwana, kubali. Wewe kubali. Si Yesu Kristo alikubali? Alikubali. Alitukanwa, alichekwa, alidharauliwa, alifanywa dhihaka zote alizofanywa. Lakini alikubali. Sababu alijua chenye anafanya. Na wewe bibi harusi wake, si una tabia zake? Yes. Mbona unang'ang'ana? Mbona unapingana? Mbona unaona mbaya? Mungu awabariki sana. Tuko hapo kuchezewa. Lakini kuna siku ambayo watakuja kuona ya kwamba tunang'aa kama Kristo mwenyewe. Na utarudi na kuhukumu hao waliokuchezea. Mungu awabariki sana. Sasa wewe kubali ndugu yangu. Kubali. Kubali tu. Praise God. Amen. Lawa anasema kwa miaka 3.5 akiwa anakula, Israeli itakuwa inapata inji. Sasa Kristo atakuwa amehama kwa mataifa, amerudi Israeli, anaamsha manabii wangapi? Wawili. Mmoja na roho wa Musa, mwingine na roho wa Elia. Wachape injili kule. Na huko nafikiri tulidhibitisha hilo kwa maandiko. Huko hesabu iko kamili. Kwa mataifa hatujui hesabu, haijawekwa. Lakini kwa Israeli hiyo imewekwa, imeandikwa hapo 144,000. Watu 144,000. 12,000 kutoka katika kila nyumba ya mtoto wa Yakobo. Mtoto wa Yakobo alikuwa ngapi? 12. Sasa 12,000 mara 12, 144,000. Hiyo hesabu iko kule. Hata kama kuna mamilioni hapo Israeli, lakini 144,000
peke yao wanaenda kukombolewa. Kwa hiyo injili itakayohubiriwa mwisho wa miaka 3.5, huyu biharusi amelala, biharusi mjinga amelala, biharusi kamili hapo mbinguni, huyo anapata injili. Mwisho wa miaka 3.5 vita vya Armageddon vinaingia, na hiyo ndio inaitwa vita vikuu vya 3 vya ulimwengu, the third world war. Nafikiri tumekuwa na vita vingapi? Viwili. Ya kwanza silipita, ya pili silipita, sasa ya 3 ndio iko. Unaona hivi vita ambavyo viko vinafanyika, hii tu ni introduction, ni kujipanga tu, ni wako wanajipanga tu. Ndugu yangu, tabu, shida, ni shida kubwa. Kwanza kabla moto ya Mungu haijakuja, moto ya bomu ndio inaenda kukula watu kwanza. Na unajua sasa hii moto ya bomu haitaangamiza nafsi, hii inaua tu watu, lakini nafsi, Mungu awabariki sana. Watu wanaenda kufa. Sasa wale ambao bibi harusi amelala, huyo mjinga amelala, bibi harusi kamili yako mbinguni. Haya, wale 144 wamepokea injili, na baada ya kupokea injili nao wanauawa. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa wale watakaobakia wenye wamekubali mnyama, wamekubali dini, sasa hao wanaenda kukutana na bomu. Kwa hiyo vita vya Armageddon. Mungu awabariki sana. Amen. Anasema then tribulation sets in upon Israel. Tunaona baada ya Israeli kukombolewa, wale 144,000 wanapitia kwa dhiki kuu. And then comes the battle of Armageddon which destroys all things. Ndipo hiyo vita vikuu vya 3 vya ulimwengu vitakapotokea, itaharibu kila kitu. Brother, hakuna hata miti utaona. Bomu itakuja inaanguka hapa na vitu kama nyumba, magorofa itakuwa wapi bwana? Itavunjwa. Kila kitu, hata hakuna chukuni yatapatikana. Dunia itabaki bila mtu, bila chochote. Bibi harusi kamili yako mbinguni, huyo bibi harusi mjinga amelala. Israeli wamepitia kwa upanga na wanachukuliwa. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa dunia inabaki bila mtu. Sasa nini inafanyika hapo? Anasema and then the bride returns back with the groom for 1,000 years, the millennium reign. After that comes the white throne judgment. After that comes the new heavens and the new earth. Okay. Baada ya bomu kulipua na kumaliza hao watu wengine wote, na kila kitu, dunia inabaki bila mtu. Sasa Kristo anashuka kutoka utukufuni pamoja na bibi harusi wake. Wanaenda wapi? Kule Edeni. Kwa hiyo miaka ngapi? 1,000. Hiyo ndio inaitwa millennium. Ninashangaa sana kuna wapendwa ambao wanasema wako kwa millennium tayari na unyakuzi haijafanyika. Na vita vitakuwepo. Unajua vita vitamalizika ndio tuingie kwa millennium. Yaani utawala wa miaka 1000 na Kristo. Sasa hiyo utawala itakapokuwa inatendeka, shetani anabaki bila nguvu, bila uwezo, kwa sababu hata karibia hiyo kambi ya watakatifu kule Edeni. Atabaki hapo. Ndio maandiko yanasema kwamba shetani atafungwa gerezani. Hakuna mnyama ambaye anaingia afanya, hakuna mtu ambaye anaingia anafanya, anabaki hoi hoi. Baada ya miaka 1000 kukwisha, Mungu awabariki sana. Amen. Kiti kikubwa cheupe kinashuka kutoka mbinguni. Kristo anakalia juu yake pamoja na bibi harusi, king and queen, mfalme na malkia. Na sasa kile kitafanyika sasa, ufufuo, general resurrection, hiyo ufufuo wa jumla wa pili. Sasa watafufua kutoka wakati wa Kaini, hapa watu yote kuja mpaka hivi kaya mwisho, watu wataamsha. Mungu awabariki sana. Hata ukifa wewe usema ati mimi nitakufa, Mungu atakukuta wapi? Ai bwana. Unasema kitu gani? Watakulete, usimame pale. Mungu awabariki sana. Hapa niwasomee. Hata niwasomee hapa. Usifikiri ni story niko nafanya, hapana. Hii ni maandiko. Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 11. Mlango wa 20 mstari wa 11. Uone kile kitafanyika. Unajua tusikae tukijipombaza. Kaa ukijua kuna mambo yanakuja. Aidha huo upande mzuri au huo upande mbaya. Mahali ngapi? 2. Hakuna middle ground hapo. Hakuna. Ati hutakuwa kwa Mungu ama hutakuwa kwa shetani. Kuna two section 2. Aidha huko upande wa Mungu ama huko upande wa shetani. Tosha gari.
Sasa ni kuamua mwenyewe. Na unajua hii ni uamuzi yako. Hakuna mtu anakuamulia. Hapa hatushiki marungu ndio watu waokoke. Hapana. Utaokoka kwa hiari. Na ukitaka pia kuacha unawacha tu. Hakuna mtu anakulazimisha. Bwana wabariki sana. Hebu sikiza uone maandiko yanasema hapa. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Praise God. Amen. Vitabu gani vitafunguliwa? Kitabu chako, kitabu changu, kitabu chako, kitabu cha huyo. Wacha nikwambie ndugu zangu, yale mambo unafanya huwa inawekwa kitabu chako, na hiyo mambo tu itafunguliwa na ianze kusomwa. Yaani hakuna ujanja, wataleta tu yale ulifanya. Sasa watachukua hiyo mambo ya kitabu chako walinganishe na mambo ya kitabu cha uzima, na hiyo kitabu cha uzima si kingine isipokuwa ni hiyo Biblia. Sasa ulitenda maandiko ama ulitenda mambo yako? Kama hukutenda maandiko, hauna bahati. Hauna bahati. Na kama ulitenda maandiko, sawa, utapona. Mungu awabariki sana. Amen. Aha. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mstari wa tunaanzia hapa mstari wa 12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Umesikia? Walihukumiwa. Kwa hiyo unajua mambo yako ilikuwa hivyo. Sasa wanaangalia hiyo mambo ya kitabu chako wakilinganisha na hii, kama haifanani. Ndugu yangu, mambo yako ndio itakufanya upite ama utakwenda. Mungu awabariki sana. Amen. Yes. 13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Praise God. Amen. Yeah. Kama mtu hakuonekana ameandikwa katika, hiyo ndio sababu maisha yako ifanane na neno Bwana. Unajua si kwamba wataandika hapo Patrick ama Enoch ama Eli ama Sister Gladys. Hapana. Ama Immaculate. No. Si hiyo jina. Jina ni neno. Sasa wewe ukiishi neno, jina lako liko pale. Sababu wewe unafanana na neno. Lakini kama ufanani na neno, wanakuambia bwana hakuna hapa. Hakuna jina hapa. Badala yake hiyo mambo yake yamekwenda tu kinyume cha, hakuna jina hapa. Tupo kwa moto. Mungu awabariki sana. Yaani kuna vitu tunachezecheza navyo hapo. Itatuletea shida. Na itakuwa ndugu yangu, hakuna mtu anatetea mwingine. Hapo. Hakuna. Hata mimi mchungaji sitakutetea. Hata sitatetea mke wangu. Hata mke wangu hata nitetea. Hakuna. Kila mtu kivyake. Maandiko yanasema utahukumia kulingana na yale unafanya. Hata nikijifanya kuwa mhubiri hapa na nikitoka nikienda kunafanya mambo mengine, italetwa Bwana. Hiyo nayo hakuna siri. Italetwa mbele za Kristo, itawekwa pale. Hakuna siri hapa. Sasa Mungu atusaidie ndugu zangu. Yale mambo yanakuja ni mazito. Na tumeambiwa tuondoke kwa mambo ya ulimwengu. Tuje kwa neno la Mungu. Tujitayarishe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na tayari ufalme wa Mungu umeshuka. Mungu awabariki sana. Ufalme wa Mungu uko sahihi hapa. Uko wapi? Uko ndani yako, uko ndani yangu, uko ndani ya dada. Ufalme wa mbinguni ni nini? Ufalme wa mbinguni ni Roho Mtakatifu. Akiingia ndani sister, ufalme wa Mungu uko ndani mwako. Mungu awabariki sana. Hata Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake kusali, alikuwa anawaambia nini? Yanayotendeka huko ati yatendeke hapa kama yanavyo.
yale mambo sasa tunafanya hapa tuko